walivaa nguo zinazofanana na polisi alafu wakawapiga. Kwa umma unaweza kufikiri hawakuwa polisi, wahuni waliovaa nguo za polisi. Jina lao sahihi linapaswa kuwa polisi wahuni. Kwa sababu nilifanya mkutano na waandishi wa habari Dar es Salaam pale makao makuu ya chama, nikazungumzia tukio la nyinyi kupigwa tarehe 24 mwezi Novemba. Mlipigwa na polisi wahuni, kwa sababu polisi wastaarabu hawapigi raia wema, na hata raia ambao ni wahalifu. Polisi wastaarabu wanafanya kazi ya kuwakamata na kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria, hatimaye mahakamani, ili ushahidi utolewe, ili hatua zichukuliwe. Polisi anatakiwa kupiga kama kuna mhalifu na huyo mhalifu anatumia nguvu, kwa polisi naye analazimika kutumia nguvu kwa mujibu wa sheria. Lakini polisi hana mamlaka ya kisheria ya kupiga tu watu. Kwa polisi akipiga tu watu bila sababu za msingi, huyo ni polisi muhuni, polisi mhalifu, polisi mvunja sheria, polisi mvunja kanuni. Hata zile kanuni wanazojifunza chuo cha polisi Moshi, PGO, Police General Orders, ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha kanuni. Sasa polisi wahuni, sababu kuna polisi wastaarabu. Sisemi kwamba polisi wote ni wahuni. Polisi wahuni, polisi wahalifu, polisi wadhalimu, polisi wa dhuluma, ndio wale polisi vile vile ambao kwenye uchaguzi wanashiriki kuwalinda wahalifu wanaoiba uchaguzi, wanaojiita au wanaoitwa wasimamizi wa uchaguzi, lakini ni wahalifu wanaovunja sheria ya uchaguzi kwa kuiba uchaguzi, ama kuwatoa mawakala wa vyama kituoni, au kuwaruhusu watu kupiga kura, watu wasiokuwa halali, ikiwemo watoto kupiga kura kwenye uchaguzi wa mitaa. Polisi wahuni, polisi dhalimu ni wale ambao kwenye siku ya uchaguzi wanafanya kazi ya kushirikiana na wasimamizi wa ovyo kuwatoa mawakala wa upinzani kwenye vituo vya kupigia kura ili waingize kura za wizi. Hao ni polisi dhalimu, polisi wahuni, polisi wasiosimamia sheria. Polisi wa namna hiyo ndio ambao wanawalinda wahalifu wanaoitwa wasimamizi wa uchaguzi, wanaotangaza matokeo kwenye uchaguzi. Kazi ya upolisi ni kazi takatifu, ni kazi tukufu, kwa sababu hawa wanajitolea kulinda nchi. Jeshi la wananchi inalinda nchi, hawa wanalinda nchi ndani, wanalinda usalama wa raia na mali zao. Ni kazi takatifu. Ndio maana hata kwa Wakristo kwenye Biblia polisi wanajitokeza, na polisi wanamuuliza Yesu swali, na swali linaulizwa kwa Yesu juu ya askari, na askari na Yesu anawajibu kwamba watende haki. Kazi yao ni kazi muhimu kwa nchi, lakini wako miongoni mwao wahalifu waliovaa sare za polisi, wanaotumia upolisi kuumiza raia, kuvunja sheria. Na sisi tulisema kwamba ili jeshi letu la polisi libadilike, liwe na askari wenye maslahi bora, lakini liwe na askari wanaofanya kazi kwa uweledi, liwe na askari wanaotoa huduma kwa wananchi. Sisi tulisema tunahitaji kwenye katiba mpya kuundwe tume ya jeshi la polisi. Tume ya jeshi la polisi ndani ya katiba mpya, moja itakayohusika na uteuzi
wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mkuu wa jeshi la polisi asiteuliwe tena na rais peke yake, ili asiwe mtii kwa rais tu ambaye ni mwenyekiti wa CCM, na akishakuwa mtii kwa mwenyekiti wa CCM, ikishuka kwenye mkoa RPC naye anakuwa mtii kwa mkuu wa mkoa, ikishuka kwenye wilaya OCD anakuwa mtii kwa kiongozi DC wa wilaya. Matokeo yake polisi wanashindwa kufanya kazi yao kwa uhuru, kwa uweledi, kwa haki. Wanaingizwa kuwa wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, ya wilaya, ambao wenye viti wa hizo kamati ni wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, ambao viongozi hao wanaingia kwenye kamati ya siasa ya CCM, ni wajumbe, wanakuwa chini ya CCM. Kwa kunakuwa na muunganiko moja kwa moja kati ya polisi, CCM na viongozi wa kiserikali, kunakuwa na chama dola. Lazima kwenye katiba mpya turekebishe tatizo hili. Lakini vile vile, wakati tukisubiri katiba mpya ambayo itaingiza tume ya jeshi la polisi, tume ya vyombo vya ulinzi na usalama, katika nchi zenye demokrasia, katika kipindi cha uchaguzi, sheria ya uchaguzi inakuwa inatamka kwamba amri yoyote ya jeshi la polisi wanaosimamia kwa shirikiano na wasimamizi, amri kwa polisi wakati wa uchaguzi zinapaswa zisitoke kwa watawala ambao ni sehemu ya washiriki wa uchaguzi. Amri kwa polisi wakati wa uchaguzi zinapaswa kwa mujibu wa sheria kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi. Kwa sisi tunataka, katika mabadiliko tunayotaka kwenye no reforms no election, ni pamoja na kuhakikisha katika kipindi cha uchaguzi jeshi la polisi linakuwa linafundishwa na sheria kusikiliza sauti za wasimamizi wa uchaguzi. Kitaifa, mkurugenzi wa uchaguzi na mwenyekiti wa tume huru. Kwenye halmashauri, msimamizi wa uchaguzi huru. Kwenye kata, kwenye mitaa, kwa sababu hawa wanaishi kwa amri tu. Inategemea nani ni mtoa amri. Akitoa amri mtu huru, watafanya kazi kwa uhuru. Akitoa amri mtu dhalimu, watafanya udhalimu. Kwa sababu sijui huwa anafundishwa nini kwenye vyuo vyao vya polisi. Yaani polisi huyu ana roho, ana akili, Mwenyezi Mungu amemjalia mwili na amejifunza ukakamavu, ana utashi wa kujua jema na baya, lakini akifika mbele ya mtawala dhalimu, polisi akili zake anazitoa kichwani, anaziweka kwenye mifuko hiyo, anafanya kazi tu ya kufuata amri za ovyo za watawala dhalimu. Kwa kweli tuwasamehe, kwa sababu pengine hawajui walitendalo. Mzee wangu pale anasema hawajui nini walitendalo, hawajui walitendalo. Sasa katika hali ya kawaida, na hapa bado nazungumza kidogo na ndugu zetu hapa, sababu wengine ni watoto wenu, wengine ni wazazi, kwa hiyo ni ndugu zetu, ndugu zenu. Katika hali ya kawaida, ndugu zetu hawa waliposikia kwamba polisi hapa tuna mkutano Luguru, wanajua kabisa ina kituo cha polisi kile pale Luguru, hawakuwa na sababu yoyote ya msingi kuleta hapa Luguru gari za polisi waliojifunika nyuso zao, za kikosi cha kutuliza ghasia, Field Force Unit. Yani hata kama wangekuwa rahisi kuna ghasia, Field Force Unit waliokuwa wamepaki gari yao pale, walipaswa kwa kutumia akili tu gari yao ikakae mbali kule kabla ya kufika hapa kwa wananchi, ili kukiwa na ghasia, polisi wa kawaida wakishindwa ndio watu wa ghasia waitwe. Wao wamewaleta hapa na mahelmet yao na makofia wamejifunika mpaka macho, maski, ili wasionekane. Lengo ni nini? Kutisha raia ili nyinyi mwogope. Wanajua kwamba
Sisi Wasukuma kijamii, ukiondoa jamii ya Wasukuma kama Wanyantusu, lakini Wasukuma, jamii nyingi za Kisukuma ni watu wapole, wanajua ni watu waoga, lakini najua kwamba uoga na upole wa Wasukuma, wao Wasukuma wakiamua vile vile sio watu wapole wala sio watu waoga. Kihistoria si watu wapole, si watu waoga wakiamua, lakini wanajua Wasukuma wa sasa ni waoga. Tukileta gari lile likapaki pale, tukaleta na gari lingine likapaki pale, wananchi watakaa kwa woga, watu